Usiogope kuanzisha kitu ambacho kina manufaa kwako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji wa TV ya kupendwa ya Halal Charity TV. Hii leo ndani ya kipindi cha biashara mashinani tungependa kuangazia miongoni mwa biashara ambazo wengi tunazifahamu, lakini changamoto zake na undani wake hatuna ufahamu nao. Na hii biashara leo ningependa kuangalia hii kipindi mpaka mwisho ili kupata faida kutoka na mwanabiashara kama huyu mashinani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Brother, karibu kipindi chetu cha biashara mashinani. Ningependa ueleze watazamaji kwa majina waitwa nani na hapa tuko wapi? Mimi kwa majina naitwa Omar Awadh Hirbai. Naam. Na hapa ni mtaa wa maeneo. Mtaa wa maeneo. Na hii ndo kazi yangu. Hii kazi yako unaita kwa jina gani? Hapa mahali kunaitwa jina gani? Hii kazi mimi ni maarufu sana hapa Mtwapa, naita old school kinyozi. Old school kinyozi. Old school kinyozi, yeah. Pengine nikuulize old school kinyozi, kwa nini jina hili old school kinyozi? Hili jina naipa hii shughuli kwa sababu nilianza kwa muda mrefu. Okay. Ilianzia nyuma, yani sasa kila ikiendelea inabaki ile tarehe yake ilitokea nyuma, ndio hiyo old school, yeah. Old school. Yani katika, yani kwa ufupi mimi ndio kinyozi mzee kwa sasa. Asante sana. Pengine ulianza lini biashara kama hii? Hii kazi mimi nimeianza 2010. 2010, yeah. Kwa hivyo takriban miaka 15 sasa hivi. Yeah. Mashaallah. Wajua watazamaji wamesikia hii kazi na tuko mahali kama hapa, pengine wataka kujua ni kazi gani haswa ambayo inaendelea hapa. Hapa mimi ni kazi ya kunyoa. Hapa na wanyoa wateja wangu na nyoa wanaume peke yake. Okay, kwa kweli ameweza kueleza kwa wazi kuwa hapa ni mahali wananyoa na ni wanaume peke yake. Swali lingine ndugu yangu Omar, hii biashara lazima kuna kitu kilichokusukuma wewe ambapo ukaanza biashara kama hii, ama kuna chimbuko ya biashara ama kazi kama hii kulingana wewe, pengine utueleze. Mimi kilichonisukuma nianzishe hii biashara ni mzee wangu aliokuwa akinisimamia masomo. Kwa bahati mbaya alipata ugonjwa wa prostate cancer na ikawa ndio mwisho wa maisha yake. Sasa familia amenikabidhi mimi kama elder brother, ndo nikaamua nianze hii shughuli ili nisaidie wadogo zangu, alafu pia nijikimu kimaisha, ili na mimi nikianzisha familia nitakuwa na uwezo wa kukimu familia yangu na ndugu zangu. Na pengine jambo gani unalipenda na hii biashara yako, unalipendelea? Jambo nalopendelea kwa biashara yangu ni kwa sababu hii biashara hailazi njaa. Ni biashara ambayo yani una uhakika mtu akija kinyolewa utapata kile kidogo ambacho umepata, ili utaenda nyumbani, uendi nyumbani mkono mtupu. Kweli kabisa. Kwa sababu mimi siuzi kitu ati mtu aje anunue. Ni service nafanya. Service unafanya. Yeah. Pengine utueleze hii safari yako, pengine ulipoanza kujifunza kunyoa, kuja kufungua, ilikuwaje? Mimi hii shughuli ya kunyoa ili-inspire wakati nilikuwa madrasa. Nilikuwa nasoma madrasa Mambroi. Sasa kipindi kile tumepewa utla Alhamisi na Ijumaa
huwa nachukua hiyo fursa kunyoa wale ndugu zangu, wale wanafunzi wenzangu, wakati tuko na huo muda wa kupumzika, ndio huwa nawanyoa. Hiyo ikanifanya nifungue hii kazi, kwa sababu ni kitu kimefanya nikakipenda. Nikapenda ile kazi ya kunyoa. Kwa hivyo ni jambo ambalo nilikuwa nalo kaanza polepole ngajifunza alhamdulillah. Tangu nanyoa chini ya mti mpaka nikafungua hii. Mashaallah. Pengine hii safari yako lazima kunapanda shuka, changamoto, pengine utueleze hizo changamoto unazopitia toka uanze biashara kama kazi kama hii. Changamoto ni nyingi, lakini kikubwa ni sana ni uhakikishe kwamba yule mteja unayemnyoa unanyoa kulingana anavyotaka yeye, kwa sababu ukimess kidogo ufanye kinyume na vile anavyotaka, anaweza asikulipe ama akakutukana sana, iwe ni sababu ya yeye kutokanyaga tena hapa. Hiyo ndo changamoto ya kudili na customer upande wa kunyoa, kwa sababu huwezi kurekebisha kitu ambacho tayari nywele ushatoa. Kwa hiyo lazima uwe makini. Pengine changamoto nyingine mbali na hao wateja, changamoto mara nyingi ni umeme. Umeme inakuwa ni changamoto, maana kama mfano huna backup ya umeme, inakubidi wewe ukae bila kazi mpaka stima itakapokuja. Kwa hiyo inshallah mimi namuomba Mwenyezi Mungu aniwezeshe ili nipate backup ya stima kama generator ama battery, ili niwe sina hiyo changamoto ya kutofanya kazi kwa sababu ya stima. Kweli kabisa. Katika changamoto na safari kama hii, pengine kuna mahali ulikuwa karibu kukata tamaa alafu ukarudi tena mpaka hapo ulipofikia? Changamoto ya hii stima ndio ilifanya mimi mpaka ni give up, yani hii kazi nisifanye, kwa sababu ilitokea kwamba nalipa bili lakini mwenye nyumba anakula pesa na stima tunakosa. Sasa Kenya Power wanapanda juu kule kwenye gogo, wanakata umeme. Hiyo kipindi hicho nilikatiwa kule juu, tukakaa mwaka mzima. Ikawa sasa sina makao maalum ya kuhudumia customers wangu. Inabidi sasa niende kwa jirani nipewe squad. Customer wangu aje nimuombe nafasi na mimi njibanze. Sasa ile ilifanya mimi mpaka nikaamua hii si kazi tena, sitaiweza. Lakini alhamdulillah ni kupitia hiyo squad nilijimudu tena, nikasema sitoacha, nikajipanga, ndo nikajafungua hapa nilipo. Hivyo inamaanisha si hapo ulipoanzia, ni mahali kuna mahali pengine nilianzia, ndo nikapata hiyo changamoto, ndo nikajisukuma tena, nikapata nguvu, ndo nikafungua hapa kwa mara nyingine ya pili. Kwa kweli mpenzi mtazamaji, hii ni ishara ya kuwa tena kukata tamaa ni jambo ambalo alifai kufikia kwa kichwa chako kabisa. Tumedhihirishiwa na ndugu yetu Omar hapa. Kwa kweli bwana Omar, hii biashara ama hii kazi inakufaidisha vipi wewe kibinafsi, wewe mwenyewe, familia yako? Alhamdulillah, hii biashara inanipa faida, na faida yenyewe ni faida ambayo inaniwezesha mimi kukimu mahitaji ya familia yangu na ndugu zangu pia, na jamii kwa jumla. Na pengine vijana ambao wamepitia hapa kwa mkono wako wamefaidika vipi? Alhamdulillah, mimi nimerecruit vijana ambao nimewafunza kazi kuanzia hawajui kushika mashini mpaka wakawa ni master. Alhamdulillah, nimekuza vijana wengi, na saa hii pia nao wameanzisha wamefungua maduka yao, pia wanajikimu kimaisha, na wengine alhamdulillah wameoa, wanajiendeleza kimaisha. Na ni vijana wengi
Takriban kama vijana 15 mimi nimewagroom, yani nimewakuza na wako na kwa mfano kijana huyu Sunday hapa nanyoa $1. Kuna mmoja nilimpa jina nickname Walcott. Kuna ambaye hamjui mtaani. Haya, kuna mwingine hapo nyuma anaitwa Wilbur. Wote vijana wengine wengi wamepewa ajira pia na huyu Kaloti. Na vijana wengi wako pale Kaloti, wote wamepitia kwenye mkono wangu. Mashaallah. Alhamdulillah. Mimi nikipita mahali yoyote natambulika kwamba mimi ndo pioneer wa huu mtaa hapa maeneo ya. Kweli kabisa. Na pengine jamii ya mtaa kama huu wamefaidika vipi na kazi kama hii yako hapa? Alhamdulillah, huu mtaa ulikuwa umezorota kwa sababu ya hawa ndugu zetu mateja, hawa watu wa hadarati. Sasa ilikuwa ni changamoto sana kufungua biashara huko. Ndio ikawa sasa watu wengi wanaogopa kufungua biashara kwa sababu mateja wana tabia kukaa kwenye mabaraza. Sasa ile milango ya biashara inakosa kazi kwa sababu ya hao watu. Lakini alhamdulillah mimi nimekuja fungua hapa. Kwa ufupi mimi ndio kinyozi wa kwanza kufungua kinyozi hapa maeneo. Na kwa jamii imefurahi sana kwa sababu wamepata wepesi wa kuwaleta watoto kunyolewa mtaani karibu. Alhamdulillah wamenikubali, na mimi nimefanya juhudi kubwa kuzungumza na hawa ndugu zetu mateja, na wakaondoka kwenye milango ya mabiashara, ndio watu wakaweza kufungua hizo milango na kukodisha, na alhamdulillah sasa biashara zinaendelea. Alhamdulillah. Kwa kweli umetaja kuwa vijana umeweza kuwakuza mpaka kwa sasa wameweza kufungua biashara zao na kujikimu maisha. Ni nasaha gani ungewapatia vijana ambao wanaangalia kipindi kama hichi na pengine wanataka kuanza safari yao ya kazi ama biashara yoyote vile na kimaisha? Mimi nitawasihi ndugu zangu, vijana wenzangu ambao wamekata tamaa ya maisha. Hakuna kazi nzuri ambayo ina baraka kama kazi ya mkono, na hii kazi inatambulika. Hata Mwenyezi Mungu pia anaifahamu hii kazi. Hii kazi imeandikwa mpaka kwenye Qur'ani kwamba hauwezi kuingia haram kabla hujanyoa. Kwa hiyo hii ni kazi Mwenyezi Mungu anaitambua, ndio akataja haswa kwenye Qur'ani kwamba muhalliqina wa muqassirin. Kwa hiyo hii ni kazi ambayo inatambulika na ni kazi ambayo Mwenyezi Mungu ameweka baraka ndani yake, kwa sababu inafungamana na ibada za Kiislamu. Hii kunyoa ni mmoja katika ibada katika haram. Kwa hiyo mimi nawasihi vijana, hii kazi ni kazi inalipa, alhamdulillah. Mfano mzuri ni mimi kama nilivyozungumza awali kwamba mzee wangu alikuwa amepata ugonjwa na dhiki za ugonjwa. Mimi nilifungua hii kazi na wale ndugu zangu ambao mzee alikuwa akiwasupport. Alhamdulillah nimewasupport mimi kuanzia darasa la 8 nikasomesha, wakaenda Ribe Girls. Nilikuwa na dada yangu ambaye ndio mdogo wetu last born. Nilimsomesha Ribe Girls mpaka akamaliza, akaitwa Moi University na nimemsomesha alhamdulillah mpaka amemaliza. Sasa hiyo yuko Lamu kule Port. Kwa hiyo hakuna kazi ambayo hailipi. Inshallah ndugu zangu, vijana wenzangu, mutie bidii katika kazi ya mkono. Kazi ya mkono inalipa. Bwana Omar. Naam. Swali hapa ambalo linaangazia vijana. Sababu wengi katika malengo ya kipindi hichi ni watu kuwa na ile motisha ya kuanza biashara kama hii. Pengine kijana pale amekaa na anafikiria kufanya biashara, pengine hii akisikiza itaweza kumfanya anze. Pengine ni nini anahitaji
ama kiwango gani cha pesa ama vifaa gani unahitaji kuanza biashara kama hii? Vijana ambao wananisikiliza kwa hichi kipindi, mimi nawasihi kwamba usiogope kuanzisha kitu ambacho kina manufaa kwako. Hii kazi haihitaji pesa nyingi hadi ndio uanzishe. Muhimu tu hapa, kitu cha maana ni kupata kiti, kioo, uweke taa pamoja na mashine. Hiyo ni gharama ambayo haipungui, yani haizidi 20,000. Na ununue mashine kama hii inauzwa shilingi 8,000, 6,000. Unaweza kuanza na mashine moja ukaendelea kunyoa, ukaongeza mashine ya pili, kwa sababu kuna changamoto yaweza mashine ikaungua kinyume na matarajio yako. Kwa hiyo lazima uwe na backup ya mashine nyingine ambayo inawezesha ile kazi isisimame. Kwa ufupi, ukiwa na pesa kidogo 15,000 waweza nunua kiti, ukanunua na kioo na mashine, ukaanza. Alafu unajiendeleza polepole. Pengine kuna na rent hapo akianza mahali ambao umekodisha, ameweka mahali, si lazima analipa rent. Kulipa rent lazima uweke rent moja standby, yani una pesa ambayo umeweka hii, kwa sababu mwanzo ukianza ina changamoto. Customer hawajui kazi zako na wewe utakuwa sasa wategemea ile renti moja ambayo umeweka iwe inalinda ile kazi. Kwa ufupi, si kama vile kampuni, lakini ni kazi ambayo unaweza ukaifanya hata ukiwa na pesa kidogo. Kweli. Na wewe mwenyewe pengine katika kuwapatia ile motisha, wewe binafsi ulianza na kiwango gani cha capital ama mtaji kuanza biashara? Mimi kulingana na ule mwaka niloanza, kidogo gharama zilikuwa chini. Kwa mfano mashine tulikuwa tunanunua shilingi 3,500. Hiyo ndo best. Ambayo mashine hiyo sasa inauzwa shilingi 15,000. Shona. So anayetaka kuanza sasa ni ajipange na kama shilingi 20,000, 30,000 hapo. Kwa sababu saa hii gharama iko juu. Siko juu. Na zamani ambapo wewe ulianza na kama kiwango gani? Mimi nilianza na shilingi 10,000. Nimeweza kununua kioo 10,000 hiyo, nikanunua mashini, nikanunua na kiti na nikalipa deposit ya miezi 2, nikaanza hiyo shughuli. Mashaallah. Na pengine hao vijana ambao tumeweza kuwaeleza kupatia motisha kama hii, pengine ujuzi hana na anataka kuja fulani kutoka kwako, unawaambiaje? Mimi nawakaribisha vijana kwa sababu hii ni kazi muendelezi, nimeshawahi fanya, nimegroom vijana wengi. Kwa hiyo mtu kama anapenda hii kazi na anaona uzito, ataanzaje? Aje kwangu, mimi nawaruhusu muje. Ni hapa niko na kiti moja extra. Nitanunua mashine nikuwekee pale, nikufunze kazi. Ukishaweza kujua ile kazi na kuruhusu pia nawe uende uanzishe maisha na wewe uendeleze ile kazi. Mimi ukiendelea, mimi ndio furaha yangu, naona familia yangu inakuwa. Kwa hiyo mimi niko hapa kwa kukuza vipaji. Niko hapa kwa kukuza vipaji. Kwa kweli umeweza kuona kazi ya bwana wetu Omar hapa. Ningependa kumpatia sekunde 60 aweze kujiuza na kujieleza kuhusu biashara yake. Mimi hii kazi yangu naifanya hapa kazini
Nafanya pia mtu akitaka kunyolewa nyumbani, mimi nafanya upside catering pia, naenda nachukua vifaa vyangu, nafika nyumbani na kunyoa, naridhika. Alafu pia mimi nimespecialize pia kunyoa mabwana harusi. Hayo ni mambo yangu. Nanyoa mabwana harusi, nawafanyia, nawasafisha uso, nawafanyia vizuri, wanatoka yani kichuna kabisa. Hayo ndo mambo yangu. Inshallah. Namba ya simu 0713 253 813. Ukipiga hiyo unanipata inshallah. Kwa wale wanaotazama Omar, manake kuna lazima biashara, changamoto zilizozitaja hapa, ni mambo gani ambayo ungependa yule anayesikiliza na kuna uwezo ama nafasi ya kukusupport wewe kama mwanabiashara unayefanya kazi kama hii, jambo gani ungependa kueleza ama upande gani wa kusupport wewe? Mimi napenda sana support. Napenda support ambayo mimi ningepewa ili niwe na uwezo wa kumotivate vijana. Yaani niwe na maduka kadhaa ambayo yanasimama na brand yangu ili ni support maisha ya jamii na nikuze zile talent kwa vijana wengi ili wapate kufanya hiyo kazi, wajikimu katika maisha yao. Yaani nataka kukuza hii talent yangu na ili nifungue maduka kadhaa, niweke vijana, iwe ni chanzo cha vijana kupata kazi. Ili nao waweze kujikimu kimaisha. Kwa kweli mpenzi mtazamaji, tumeweza kufikia tamati ya kipindi cha leo tukiwa na bwana wetu Omar ndani ya biashara yake kama hii ya kunyoa. Kwa kweli umeweza kupata faida nyingi, umeweza kufahamu changamoto zilizopitia, umeweza kupata pia historia fupi ya maisha yake, safari toka aanze kunyoa hadi wa sasa. Na ameleta ombi moja kubwa kwa wale wanaotazama video kama hii, wale wangependa kumsapoti kwa kazi anayofanya kama hii. Yeye anataka aweze kuwaleta vijana kwa pamoja, aweze kuwakuza vijana kama hawa, nao waweze kuchukua talanta kama hii, iwe ni jambo kubwa la wao kuweza kujikimu katika maisha yao. Nimekuwa wako al-akh Yusuf Musa, na nyuma ya kamera amekuwa ndugu yangu Hassan Adam Yusuf. Inshallah tupatane kipindi kijacho.